Yes. Niaje, habari za saa hizi ndugu wasikilizaji wa Kebe TZ Simulizi. Tukiwa katika mwendelezo wa simulizi yetu, unatakiwa kuendelea kusubscribe, like, turn on notification, na pia kuwa tayari kwa muda wote kazi inaweza ikawa hewani. Hii ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu iitwayo Sikupendi Tena, sehemu ya 3. Baada ya siku ile, Yolam alirudi nyumbani akiwa kimya kabisa. Maua aliyobaki nayo yalikuwa yameanza kunyauka kama moyo wake, lakini hakukata tamaa kabisa. Aliendelea kubadilika, si kwa ajili ya kumwonyesha Amanda tu, bali kwa ajili ya kuwa mtu bora kweli. Kwa upande wa Amanda, usiku ule hakuweza hata kupata usingizi wala kulala. Alikuwa kitandani akifikiria kila kitu, mwanzo wao, furaha zao na maumivu aliyopitia. Machozi yakaanza kumtoka taratibu, Amanda akijisemea, Je, kweli ameweza kubadilika au ni muda tu? Siku 3 zilizopita, Amanda alipokea ujumbe kutoka kwa Yolam. Sikukulazimisha unipende tena. Nataka tu unijue sasa hivi mimi ni mtu tofauti kabisa. Nataka ujue mimi ni nani. Ujumbe huo ulimgusa sana Amanda kwa ndani ya moyo. Siku iliyofuata, Amanda aliamua kufanya jambo moja. Alimuita Yolam wakutane sehemu waliokutana kwa mara ya kwanza kabisa kipindi wanaingia kwenye mahusiano. Yolam alipofika, moyo wake ulikuwa unadunda kwa nguvu zaidi. Alimkuta Amanda tayari amekaa. Kulikuwa na ukimya wa sekunde chache. Yolam akasema, asante kwa kuja. Amanda hakujibu haraka. Alimtazama kwa makini. Safari hii kulikuwa na utofauti. Amanda akasema, nimekuwa nikikuangalia taratibu. Yolam akashusha pumzi. Amanda akaendelea, nimeona mabadiliko yako na si ya kuigiza. Yolam macho yake yakaanza kung'aa kidogo. Yolam akamwambia, kwa hiyo kuna nafasi? Amanda akanyamaza kidogo, kisha akasema kwa utulivu, nafasi, lakini sio ya kurudia yaliyopita. Yolam akakunja uso kwa makini. Amanda kwa msisitizo, tutaanza upya taratibu. Ukikosea tena, nitachagua mimi mwenyewe kuondoka bila kuangalia nyuma. Ishara za upendo uliokuwa umevunjika zikaanza kupotea na kuonekana upendo uliong'ara na kuimarika. Yolam akainama kidogo, akasema kwa sauti ya heshima, sasa nimejifunza, sitochukulia mapenzi kwa kitu cha kawaida tena. Trust me. Amanda akamwangalia kwa sekunde chache, kisha taratibu akanyoosha mkono wake. Yolam akaukamata, sio kwa nguvu, bali kwa heshima. Wakakumbatiana. Jamani. Naam, sio kila Sikupendi Tena ni mwisho wa hadithi. Wakati mwingine ni mwanzo wa ukweli. Lakini kumbuka, mabadiliko ya kweli hayaonyeshwi kwa maneno, bali kwa vitendo vinavyoonekana kwa muda. Jifunze jambo hapa, ni kwamba ukivunja moyo wa mtu unaweza kuomba nafasi ya pili, lakini hutapewa tena nafasi ya kufanya makosa yale yale. Nikiwa ni mimi hapa msimuliaji wako Kebe TZ, na leo tumeweza kuhitimisha sehemu ya 3 na simulizi yetu ya Sikupendi Tena. Cha kufanya like, share,
comment, turn on notification ili kuwa wa kwanza kupata simulizi zingine na zingine na zingine. Let me say we are together. Bye. Tukutane katika simulizi nyingine.